Juni 11, 2026 tupo katika ukumbi wa Angel Wings Malamba Mawili, Mbezi, Dar es Salaam. Tuko na kundi kubwa la kina mama ambao ni mashoga wa mama wa biharusi ambao tangu miaka hiyo walikuwa pamoja sana katika shida na raha. Naitwa Geni Malaki. Mama Holo ni dada yangu, nimeishi naye, tumeanza kuishi toka Mabibo. Kanipokea, mimi nimekuja kutoka Shinyanga, kanipokea, kanilea. Huyu bibi harusi wetu wa leo tumemlea toka mdogo. Toka ananyoshwa uji masaa 5, tunapambana naye, ananyoshwa uji na shangazi. Tena shangazi angekuja hapa ndio ingekuwa raha. Kwa hiyo tumeishi kwa upendo, kwa furaha. Na siku ya leo tumekuja kukutana hapa wote kwenye sherehe ya mtoto wetu. Tumefurahi sana, ni jambo la Mwenyezi Mungu kuheshimishwa. Sisi kama wazazi tumefurahi sana na kukutana pamoja kwa maisha tulioishi toka tukiwa mabinti mpaka sasa hivi tunaozesha. Kiukweli ni jambo la furaha sana, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa maisha sasa hivi tunayokuwa nayo. Kwa hiyo Holo sisi tunamtakia maisha mema na tunampenda sana binti yetu. Tunamuomba akafuate nyao za mama yake mzazi na baba yake, aone walivyoishi naye akaishi maisha marefu kwenye ndoa yake. Sisi sana tunamtakia baraka sana sana sana. Ukipata bahati ya kumtamkia neno la baraka bi harusi mtarejea utamwambiaje? Mimi namuombea tu maisha mema huko anakoelekea, kwa sababu anaona sisi mama zake toka kanazaliwa tumekabeba mpaka sasa hivi tuko kwenye ndoa zetu. Kwa hiyo sisi tunaendelea na sisi kumuombea tu kwenye ndoa yake, aende akaitunze na Mungu aendelee kumsimamia, amlinde na kumtunza. Hakuna kingine cha pekee zaidi ya kumuombea ili na yeye aishi kwenye ndoa yake kama sivyo ishi. Sasa hivi tuna miaka 20 ngapi huko, yeye huko ana miaka 26, 27 na sisi tuko kwenye ndoa ya miaka hiyo. Tunashukuru sana. Ukipata nafasi ya kumzungumzia utamzungumziaje? Naweza kusema kwamba Mama Holo alikuwa jirani yangu. Ni mama ambaye kwa kweli ni mama ambaye ni mkarimu kwa kila mtu. Tumeishi naye Mabibo mpaka amempata Oro, tuko pamoja na mpaka leo hii Oro ameweza kutuheshimisha. Tunashukuru Mungu. Tunamtakia maisha mema tu mtoto wetu. Ninachotaka kumuhusia mwanangu Oro, namtakia kila laheri, akamheshimu mume wake, akawe mtulivu katika ndoa yake. Tunamwombea kila laheri kwa kweli, kwa sababu kwa mtoto wa kike kupata mume ni jambo bora sana. Tunamshukuru sana Mungu na tunampa sana hongera mama yake mzazi na baba yake mzazi kwa kumlea mtoto wao katika maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo nakuhusia mwanangu Oro, kamheshimu mume wako, kawe mtulivu katika ndoa yako mwanangu. Sina la zaidi ila namwombea kila laheri tu mwanangu Oro. Kwa nini tangu miaka 90 mpaka leo hii bado mjavunja urafiki wenu, mko pamoja mpaka leo mmeamua kushikamana? Sisi ni upendo, kuaminiana, kudhaminiana na kutembeleana. Unaambia nini vijana ambao sasa hivi wanaanzisha grupu siku mbili nimekufa? Na wasi wawe na upendo, wawe na uaminifu, wapendane, wataishi kama tunavyoishi sisi. Una lolote wewe la kuambia vijana wa 2000? Ndio, wawe na upendo, waache haraka ya maisha. Maisha ni taratibu. Leo ni pati ya binti yako mpendwa Bi Hiltruda. Una lolote la kumwambia? Mimi namtakia tu maisha mema na maandalizi mema ya shughuli zinazofuatia. Aendelee kumtumainia Mungu aliyekuwa anamtumainia mpaka siku ya leo. Amina. Grupu kubwa la kina mama ambao uliishi nao tangu miaka ya 90. Siri ni nini mpaka leo hii bado mnaishi pamoja kwa upendo na furaha? Siri ni kupendana tu na kujaliana. Tulikuwa tunapendana toka mwanzo, kwa hiyo tuliendelea kuwasiliana, tumeendelea kudumisha upendo tuliokuwa nao. Ukiwaambia utaje neno la baraka katika familia hizi mliishi tangu miaka 90 utawaambiaje? Mimi naendelea tu kuwaombea kwa sababu jukumu kubwa tunalotakiwa ni kuombeana. Naombea familia zao waendelee kudumu. Mwenyezi Mungu aendelee kubariki kazi ya mikono yao, abariki familia zao, abariki watoto wao. Tuendelee kuombeana kama tulivyokuwa tunafanya. Unahisi ni kwa nini vijana wa sasa hivi hawawezi kudumu katika urafiki zaidi ya miaka 30? Uvumilivu na kutomwamini Mungu.
Manake ninaamini kabisa ukiwa mvumilivu na ukiendelea kumwamini Mungu, Mungu atakuepusha na mengi, hata kama utapitia changamoto, lakini Mungu atakuepusha nazo kwa namna anayoweza. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba vijana wamekuwa na mihemko tu yani wanataka mambo ya haraka haraka, ambapo Mungu wetu ana utaratibu. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na uvumilivu. Kwa hiyo kinachowaponza ni kukosa uvumilivu. Una lolote lile kuambia vijana kama hao wa 2000? Wawe tu na uvumilivu katika maisha, wamtumainie Mungu. Mambo poa. Hongera kupendeza. Asante. Una lolote lile kumwambia mama katika siku ya leo ambaye amekuwa rasmi na kwenda kuanzisha familia yako mpya? Na kumwambia namshukuru sana kwa kuniwezesha nimeweza kufanya sherehe yangu salama, na pia nashukuru wamama kwa sapoti yao mpaka mimi nimefika hapa, na pia namshukuru mama yangu na namuombea kwa Mungu amzidishie afya njema na baraka tele. Masomo wengi wa sasa hivi wanasema msiamini mashoga, lakini wewe mashoga zako bado unao mpaka leo zaidi ya miaka 30. Je, binti yako nataka waamini mashoga au ashike zaki kama vile ulivyomwambia? Yaani uwezo ukaishi katika jamii ukiwa peke yako. Tunaposema kwamba usiwaamini ni kwamba wewe mwenyewe umepewa akili na Mungu. Umepewa akili ya kujua jema na baya. Kama unamtumainia Mungu, Mungu atakuepusha na atakuongoza jinsi ya kuishi nao marafiki zako au mashoga zako. Mpaka dakika hii tumaini kubwa liko kwako. Mama anaomba usiende kumwangusha. Unahisi yale aliyokuambia yote utaenda kuyatekeleza? Ndio nitatekeleza na kuyafuatilia zaidi. Unawaambia nini hadhara hii ambayo ilikuja kukusapoti? Cha kuambia ni kwamba nawashukuru sana, wameacha kazi zao, wamekuja kunisapoti kwenye shughuli yangu hii hapa. Mungu azidishie baraka, na pia nawashukuru sana. Naam, hao walikuwa ni marafiki pamoja na familia hii ya biharusi mtarajiwa ambayo leo Juni 11, 2026 wanamwaga habiti ya upendo katika ukumbi wa Angel Wings Malamba Mawili jijini Dar